Yaani usione watangazaji wanatangaza kipindi kimoja ukajua ni washikaji. Baada ya kipindi kila mtu na pale wanatimiza wajibu. Kwa ndo game iliko hivyo. Kwa hiyo kwa Diva the Boss, afu Diva the Boss ni mwanangu sana. Ndio kwa wa Tanzania kama mlikuwa mjui. Diva the Boss is my hood. Dudu Baya bwana, kwenye mambo yako ambao huo unayasema, sijui inakuaje baadaye huwa ukweli unajidhihirisha. Ndo tafsiri ya kwamba Dudu Baya huwa anaongeaga tu ukweli. Jana kumeanza kuibuka na maneno baada ya alikuwa mtangazaji wa Wasafi Diva the Boss ametoka, ameanza kulalamikiwa na watangazaji wenzake, wamekuwa wanamsema yeye, akarudi kwa kusema kwamba walikuwa hawampendi, walikuwa wanachuki sana mle ndani katika ofisi ya Wasafi. Kubwa zaidi mambo ya mamishahara pia, na miongoni mwa vitu ambavyo kwa ukivizungumzia kwamba maisha ya watu wengi ambao mnaona wanaishi haya, mnaona wanajisifia na vitu fulani, kumbe hawalipi kweli, kumbe hawapendani kweli. Ulivyokuwa unavizungumzia vimetokea, sijui umeyaona Diva na wenzake? Ya nimeona, unajua kwenye hizi media sisi tunaweza tukaa kwenye TV au radio, wewe na huyu hapa, si ndio? Tunatangaza, lakini baada ya kipindi kila mtu anapita njia yake. Yaani usione watangazaji wanatangaza kipindi kimoja ukajua ni washikaji. Baada ya kipindi kila mtu na pale wanatimiza wajibu. Kwa ndo game iliko hivyo. Kwa hiyo kwa Diva the Boss, afu Diva the Boss ni mwanangu sana. Ndio kwa wa Tanzania kama mlikuwa mjui. Diva the Boss is my hood. Ni mwanangu kinoma. Na Diva huwa na maamuzi magumu. Akisema ni mbwai mbwai ni mbwai mbwai. Kwa hiyo alichokisema ni ukweli. Kwenye media kuna chuki za hatari. Hawapendani wao kwa wao. Shana, kwa hiyo hilo si shanga yangu. Kwa ndo maana rudia wa Tanzania, usiwaone watangazaji wako wane kwenye kipindi kimoja ukajua ni washikaji. Pale wanatimiza wajibu. Baada ya hapo kila mtu anapita na njia yake. Na ndio maana uwezo ukamwona Adamu Mchomvu baada ya kipindi anaongozana na B12. Akili kumkicha. Uwezo ukamkuta Adamu Mchomvu na B12 sasa. Lakini kwenye kipindi wako wote. Na kwa nini? Kamera. Ameshtuka. Watu walize. Sawa. Ako hivi. Sawa. Hivi anko mara ya mwisho kupiga show Dar es Salaam ilikuwa lini? 2019 Wasafi Festival pale viwanja vya Posta. Yes, ndo mara ya mwisho kwa Wasafi Festival. Sababu Wasafi Festival ilianza 2018. Ila tulizunguka, tulianzia Mtwara, tukazunguka mikoa yote Zanzibar, Dar es Salaam hatukufanya. 2019 ndio ikafanyika Dar es Salaam. Na sidhani Wasafi Festival kama imefanyika tena kutoka 2019 haijafanyika. Kwa hiyo ndo mara ya mwisho Dar es Salaam 2019 viwanja vya Wasafi Festival. Sasa tukutane tarehe 10 mwezi wa 7. Madiari, you better watch your back. Sindio? Hivi anko kwenye wale malegend wenzako wote ambao mtakutana, hamna ambao uko noma nao au mlishayamaliza? Sijawahi kuwa nawaambia kabisa. Hapa Tanzania Dudu Baya ana ugomvi na msanii yote. Kabisa. Hakuna msanii. Ndio maana wasanii wote wanakuja huko Bali Beach. Sijawahi kuwa na ugomvi na msanii yoyote. Hata watu wanavyosema Dudu Baya ana ugomvi na Mr. Nice. Mr. Nice anakuja hapa anakunywa na nywele zake siku hizi zimenyonyoka. Shanero. Ndio, okay. Kwa watu wanavyo create Dudu Baya ana ugomvi na Mr. Nice, hatuna ugomvi. Mshamaliza kitambo sana. Yaani ile tokea tukalinizingua nikakapitia kama upepo ikaisha. Kwao ni Goba. Na ni sio Goba huko Mbezi Kibamba. Naendaga hata birthday yake waganaenda. Na tunaongea kwenye simu. Lakini mimi nawathibitisha wa Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sinaga ugomvi na msanii yoyote. Na wote tunaokutaka tarehe 10 mwezi wa 7 wote ni wana. Na kila siku wanakuja huko Bali Beach.
na Mambas 24 podcast inaanza mwisho wa mwezi, na ninashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya Makonda, chini ya Mwana FA imeshasajiliwa. Mambas 24 ni kampuni ya Godfrey Tumaini. Tunakuja hapa. Wewe lazima ufanye kazi. Anko, umetaka kwa kumalizia pia ili liwe funzo pia. Wewe huwa unatumia mbinu gani za kumjua au kwenye hali yako gani ya maisha ambayo unakuwa nayo unamtambua kama huu ni mtu mwema kwenye maisha yangu, tunaenda pamoja, huu mimi naye safari yetu ninaishia hapa? Uwaga na dakika 5 tu ya kujua kama ni mtu mbaya. Yaani hicho kitu sio cha kusomea, bali Mwenyezi Mungu anakubariki. Kwa hiyo ukiwa snitch ni dakika 5 tu nishajua. Alafu ukiwa snitch naweza nisikwambie, alafu nikakaa na wewe bumper to bumper, kwa sababu adui utakiuka naye mbali. Ukikaa naye mbali maana yake utajua mipango yake. Kaa naye bumper to bumper, hiyo nimekufunza. Cheza naye karibu, alafu mwisho wa siku wakati unambutua atachagua mlio aliye kama paka au alika wale kama wale mbwa wako ambao msosi wao wa siku msosi wa supu tu ya wale mbwa. Sio umeona hapa? Supu tu ile. Mr. Pimbi anakula na mke wake na watoto. Asubuhi, mchana, jioni, usiku. Ndio. Diva, nikurudisha kwenye mambo. Ndio. Tutarudi kwa mambo. Nikurudisha kwenye story ya Diva. Diva amesema anadai mshahara wake watangia mwezi wa 12. Hivi hizi njia hizi kwenye media huwa zinafeli wapi? Kushinda kuulipa watangazaji miezi yote hiyo, miezi 6 mtu hajalipa, atakuwa anaishi maisha gani? Na kila siku anaingia kwenye kipindi. Unajua tatizo wangu ni kwambia kitu kimoja. Media zilipi, radio na TV ni maarufu, na unakuta mtangazaji, labda wewe hapo unahitaji, wewe uko YouTube, uko kwenye TV, inabidi ubadilishe nguo, ndio unaenda kwa kina Vunja Bei kuomba mavazi. Ndio unakuta watangazaji wanaenda Sodox, sio nimevalishwa na Sodox 69, sio nimevalishwa na Vunja Bei. Na hayo mavazi sio hiyo media ndio inakugaramikia, yani wewe ndio. Yes, nauli ya kwenda kazi na kurudi unajijua mwenyewe. Kwa hiyo media haiko sawa. Ni serikali yani haiwalinde watu, sababu tunavyojua kanuni za ajira ni miezi 3 ndio wakati wako wa majaribio, au miezi 6. Baada hapo ugewe mkataba wa ajira, alafu baada hapo kuna hela yako inakuwa inaenda NSSF. Unakuta mtangazaji yuko kwenye radio na TV hadi mikoani kule, ana hata mkataba. Sasa huyo sio, umeelewa point? Pengine huo waga ni ujanja wanaotumia pia watu wa media mtu unaona tajiri ndio wanatumia ujanja kwamba hao wako wengi. Kwa hiyo wewe ukizingua na mweka huko. Ndio maana unaweza ukawa kwenye radio na TV unafanya kipindi, lakini kuna replacement. Kwamba ukizingua tu kwamba unataka mkataba, unataka wanakutoa na mweka huko. Nilikumbusha mwanangu hapa, hii game ya wachambuzi umeipokeaje? Unasema wachambuzi wewe. Hawa wachambuzi wanakosea sana. Inabidi waheshimu muziki. Kama kuchambua, chambue vitu vingine. Alafu kinachowasumbua wachambuzi ni njaa. Ndio maana narudi kule. Kuna watangazaji wana majina makubwa kwenye TV na radio, lakini wana njaa kufa na wanalelewa na wanawake. Sasa na wachambuzi kama kina Mr. Pimbi, sio kina Suma Mzalete hao, they are garbage. You garbage, you big garbage, you big garbage. You better watch your back. Wewe mchambuzi gani? Sasa Mr. Pimbi na bicho lake kama container, unachambua nini? Unaujiri hapa mzee. Shanere. Ni lazima tufikie hatua asitoe Diamond nyimbo,
akakupa kihela ukaanza kusifia. Alikiba akatua wimbo, hajakupa hela unaanza kuponda. You garbage. You bombo clat. Hypocrite church man motherfucker church. Kwa hiyo mchongo uendelevu aache. Kwa hiyo kwanza namuomba waziri wa habari Paul Makonda na naibu rafiki yangu, ndugu yangu, swaiba wangu Hamisi Mwade Mwinjuma, hawa wachambuzi wateketezwe. Wasiwekwe ndani. Wasiwekwe ndani. Kwa sababu wewe Dudu Baya anatoa nyimbo, unagawa hela na maadui zako unaanza kuitukana ile nyimbo. Sijui Diamond akatembe kakupa hela, unaisifia. Mario akatoa nyimbo unaanza kutukana. Wewe una issue gani? You bombo clat hypocrite chichi wadu. Basi hapo naweza nikuwa sahihi kusema sasa hivi sitoi hela kwa wachambuzi. Alikuwa sahihi. Wewe niache. Tumalize Leonardo baba mkubwa. Tumalize Leonardo. Leonardo alifanya ile content kuhusiana na wewe, of course ilienda noma sana na tuliona nayo kwa repost nayo imepokelewa vyema sana. Nataka kufahamu kwa namna gani pia umemkubali Leonardo kwa alichokifanya, lakini pia yeye alionyesha respect ya aina gani kwako? Leonardo hatujai kukutana face to face. Niliokutana nao ndo comedian wote ni Steve Mweusi na Ndalo kwenye Mwemkwa. Na nilinyosha take na walipa taarifa zako mpaka watoto mitaani hivi, hata jijani kulikuwa na watoto wamejaa hapa ni Mwemkwa. Yes, kwa hiyo comedian yote ni washikaji zangu, ila Leonardo hatujawahi kukutana face to face, na ninakubali anachokifanya. Ana kipaji kikubwa kama kina Ndalo na Steve Mweusi na wengine. Na aka kafupi kama korosho kanani aka kale ka Simba kana Konzala. Nzala. Nakakubali na kenyewe siye kukutana nako. Kwa hiyo I appreciate kila talent. Kwa hiyo Leonardo ile clip yake na mpaka nilichukua. Mpaka Maria alinipigia simu binti yangu. So Maria alikuwa ameshatoka pale kwa Mwanza. Akaniambia baba nimecheka. Leonardo amekuigiza. Kwa hiyo nikaichukua na nikapost. Kwa hiyo safi. Na watu walipenda sana ile kukuona pia kwenye meme, kwa watu wali appreciate sana umeungana na meme kwa sababu nilirekodi meme kwa nikaenda India. Kwa sasa hivi tena kuna kitu kitakuja. Na kuna movie kama 3 tofauti za watu wa movie. Sababu unajua mimi ni mwanamuziki na mwigizaji mimi. Sababu alafu nishacheza movie na Chuchu Once pamoja na PhD Emedi inaitwa The Leopard Ghost, na ziliuza sana kwa watu wa zamani wanajua. Kwa hiyo mimi kwenye kuigiza mimi ni machine one take alafu sikoseagi. Ndio brother yangu, mimi nakushukuru sana. Kwa kumalizia, huyu jamaa tushuti amezaliwa leo, birthday yake ya Victor Mada, happy birthday. Ninachokutaka tu jitunze, wewe ni mdogo. Achana na wanawake wanaopenda buruto. Jitunze. Una mwanamke? Bado. Kwa utafuta mwanamke, jitunze vizuri, zingatia afya yako. Unaniona kama mimi yangu wako, sina magonjwa yoyote ya kumeza dawa. Kwa hiyo nitasikitika kukuona wewe sasa hivi unatembea na vidonge. Shana vizuri. Kwa hiyo jitunze, mpende Mwenyezi Mungu, na wewe pia mpende mkeo na mtoto. Kwa hiyo we live your life. Shukrani sana. Pamoja. Mchango anaitwa Inaya. Inaya. I love you my uncle. Bana, much love kwa mkubwa uncle Dudu Baya, Mambas 24. Bana, we really love you, we really appreciate everything kutoka kwake uncle Dudu Baya. Bado Mr. Mamen, hii ni 96 Link, tuko live kabisa kwa ajili ya kupa exclusive interviews kila kukicha. Kazi yako wewe ni una subscribe, na like, na comment, unatulia kuangalia interview. Sisi kazi yetu ni kukusogezea hizo interview. Heri ya kuzaliwa bwana Victor Madaha, till next time. Asante kutazama interview hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.